muda umeisha bwana mpaka mwisho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nilikuwa na maswali mengi lakini kutokana na muda sasa nashindwa hata jinsi ya kuuliza, lakini swali langu hapa uko na swali kama ngapi? mengi sana, lakini itategemea na kwanza. Swali la kwanza ambalo nilikuwa najiuliza, kuna muuliza swali aliuliza ya kwamba kuna watu waliosema Amerika ya maulidi na maswahaba. Mada hii ikaonekana ya kwamba haihusiani na hapa mada uadilifu wa sahaba, lakini wakote tulielewa hivyo. Hili ni kuwepo. Lakini pia lilipoulizwa swali lilionyeshwa katika unwani ya sahaba, lakini bado lilikuwa halilengi uadilifu wa sahaba. Kama maswali ilikuwa yanaendelea, swali langu ilikuwa hili: je, umefungua mlango wa maswali nje ya mada ambayo ulizungumza kuhusu uadilifu wa maswahaba? Urudie tena. Nimefungua sasa, nimefungua kama maswali yangekuwa yanaendelea, nilikuwa nataka niulize hivi na ndivyo nauliza: umeshafungua mlango wa maswali ya nje ya mada? Mada ilikuwa ni uadilifu wa maswahaba. Muulizaji alikuja katika unwani ya sahaba akasema al-Imam Hussein kwa nini ameuawa, na ilikuwa inafanyika kwa kusoma Shia. Akakosa unwani ya sahaba kama Hussein, lakini mada haikulenga uadilifu wa sahaba na akajibiwa tofauti na swali ambalo wewe ulikuwa unakusudia. Kwa wote hapa wanaakili na wanafakiri. Sasa mimi kwa nataka niulize kulingana na mada uliokuwa nayo uko kwenye sahaba hao walikuwa ni msingi leo kule kwa maana wanakuza kuna kujifunza zao kuna wasibu kwenye nini. Sasa mimi nilikuwa nauliza umefungua mlango mwingine wa maswali nje ya mada ambayo ilizungumza kwamba uadilifu wa maswahaba. Ukijua hiyo kama unataka ruhusa, basi nitaweza na mimi kuuliza shawa. Asalamu alaykum. Simama hapo. Simama hapo. Kabla sijamjibu ndugu muulizaji, nilikuwa napendelea kitu kimoja cha kushauri kutoka kwenu. Tufungue mlango wa maswali yanayohusu Ushia nje ya mada. Naulize nini? Wasimamizi mpo? Sasa mimi ili tumfanyie uadilifu yeye, kwa kuwa kuna mtu alikuja akauliza kuhusu uadilifu kuhusu sahaba Hussein, alafu akauliza na jingine na sisi tukamjibu kwa marefu hayo mengine. Sasa mimi nampa fursa yeye ajisikie huru tu katika kuuliza. Kwanza aanze na hii mada ya masahaba hii, kama kuna lolote ambalo aona kwamba liko lina kasoro katika haya tuliyosema, pengine tumewazulia mashia kwa mashia watukana masahaba au mashia kadha au kadha, taarifu ya uadilifu au kadha, kama hayo yote yaona tuliyotaja kuna ambalo haliko sawa kwa itikadi yake, ajaribu kutoa. Akishamaliza nampa fursa mimi aulize, akitaka kuuliza kuhusu khalifa, kuhusu kadha, katika mada zinazohusiana na Ushia aulize tu, fursa hii. Lakini nilikuwa naomba min fadlik tuanze na lile la mwanzo la uadilifu na ubora na fadhila za masahaba. Ikiwa umekubaliana na haya tuliyosema, kwamba haya uliyosema yote haya kuhusu masahaba na uadilifu wao na mashia, haya mimi nakubaliana nayo, kwamba hivyo ulivyosema ni sawa, twende kwenye mada nyingine, nitakupisha. Ukisema hapana, mimi hivi ulivyosema sikubaliana na wewe kwa sababu ya nukta 1, 2, 3, twende tuzizungumze hizi mpaka tuzimalize, alafu uliza unalotaka. Mimi ndio rai yangu, kwa sababu nimeruhusu maswali ya nje ya mada kwa kumfanyia uadilifu, kama alivyosema kwamba kuna mtu kauliza alafu tukenda nje kidogo. Sasa na tumpe fursa hiyo. Lakini sasa kwanza tubaki kwenye nukta ya maswahaba kwanza, haya tuliyozungumza hapa na vitabu tulivyovitaja, yeye ayasemaje haya, alafu tukimaliza hapa auliza unalotaka.
Mwasemaje kuhusu nukta hiyo? Tafadhali Sheikh, kama una lolote kuhusiana na maswahaba na haya tuliyosema hapa kwenye vitabu vyenu, lolote ambalo lina matatizo, hebu waambie Waislamu, niulize mimi, mtahayarize ruksa. Ngoja kwanza tusimdane, kwanza tumpe muda, atakuwa na haraka atakwenda. Nasema hivyo kwa sababu mpe, usimbane. Nadhani ni katika mashia, sio mwalimu wa Shia. Wewe ni Shia, mwalimu wa Shia hapa Pangani. Basi imekuwa vizuri sana, mwalimu wa mashia Pangani alikuja. Hapa nasikiliza, afwan kidogo, samahani. Kuna mambo mawili, ima kuna mjadala au kuna kuuliza swali. Sasa hizi ni njia mbili tofauti. Kwa hiyo ukipewa muda wa kuuliza swali ukaanza kutoa maelezo, ufafanuzi kadha wa kadha, utakuwa sasa wewe huulizi swali. Umenifahamu? Mimi sikuzuii, lakini lile lolote liliona kwamba hili ni kosa katika haya tuliyozungumza, wewe liseme, liulize kwamba mbona wewe ulisoma kwenye kitabu gani, au umesema kadha, au kuna kadha. Liseme hilo, alafu tulibainishe hapa, mtahayarize kama nilivyokuambia, lakini usitoe muhadhara. Kama ukitaka mjadala, sasa tupangiane muda, dakika, wewe dakika zako 10 zimalize kwenye maneno yako unayotaka, na mimi naje dakika 10 zangu. Huo ndio utaratibu. Huo utakuwa sasa nini? Ni mjadala. Lakini kama uuliza swali tu, basi uliza swali tu. Kwamba katika imani ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni wanne. Sasa swali langu, tunaambia kwamba Imam Hasan alikuwa huko, alijiuzuru kwa mujibu wa maelezo ambayo tumekuwa kwenye vitabu, na alimwachia ukhalifa Muawiya ibn Abi Sufyan bin Harb. Sasa swali langu, Imam Hasan alimwachia ukhalifa kumwachia Muawiya ibn Abi Sufyan. Je, wewe Muawiya ibn Abi Sufyan ni katika makhalifa gani, na wakati wanakuwa anaweza makhalifa ni wanne, si Abubakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Sasa wewe Muawiya alikuwa kuwa ni khalifa wa Waislamu kwa dalili ipi, na kutoka kwa nani, na atakuwa kuwa ni khalifa wakati? Mbona mwondoka? Utautena? Utautena au ndio mimi kukaa hapa na kupata sharafu ya kukaa ukae hapa? Hapana, njoo kae, itakuwa vizuri. Ndugu Waislamu, mambo ya kielimu yalivyo si kama mambo ya ushabiki wa mipira. Watu wakawa wanashabikia kama vile mambo ya mpira. Mambo ya kielimu yana adabu zake. Muulizaji auliza swali lilokusudiwa, na mwenye kujibu atajibu, akiwa ajua atasema jawabu lake kadhaa. Kama inahitajika ufupi atajibu kwa ufupi, itakuwa urefu atajibu kwa urefu. Kama hajui atasema mimi sijui. Huo ndio Uislamu. Ndugu yetu hapa, huyu ni mwalimu wa Shia hapa Pangani. Bila shaka amekuja hapa kuwawakilisha mashia wenzake wa Pangani. Kwa yote haya tuliyozungumza tangu jana kuhusiana na maswahaba, ubora wa maswahaba na fadhila zao, tutathibitisha ubora huu kupitia Qur'ani, kwenye kitabu cha Allah, na fadhila zao, uadilifu wao, na pia tukageuza upande wa pili, namna wao wanavyotukana maswahaba. Mimi nimempa fursa hii nikiwa najua kwamba hana uwezo wa kuyakosoa yale niliyosema, kwamba hebu lolote niliyozungumza hapa hebu tia dosari, nitahayarize. Alafu ukishamaliza kunitahayariza unisute hapa kwamba wewe umesema hivi na kumbe hivi, sisi tunasema hivi, wewe umesema hivi, umewazulia mashia hapa sawa sawa ni hivi. Alitakiwa afanye hivyo, lakini mimi najua kwamba yeye hana uwezo huo. Sizungumzi hivi kwa kumshusha, yani kumweka down kama unavyosema.
hadhihi, kuiteremsha ile hadhi yake na kumweka chini kabisa. La, nazungumza ule uhalisia kwamba hivi ndivyo ilivyo, na si yeye tu, sio yeye tu, na mimi najiamini katika hili, kwa sababu mada hii pia sijazungumza leo hapa peke yake, na nina uzoefu nayo, sijisifu katika, nina uzoefu nayo. Sasa kwa kuwa hilo amelikosa, ametoka amekwenda kwenye ukhalifa, labda nimpe fursa nyingine kabla sijamjibu kwenye je, ana lolote la kutia dosari katika mada tuliyozungumza tangu jana, kwamba mashia, kwamba masahaba ni watu waadilifu, ni watu wenye fadhila, watu bora, lakini mashia wanawatukana kwa dhulma? Kuna lolote sisi tumewazulia mashia katika haya tuliyoyasema? Kama akitaka fursa hiyo mimi nitampa, pengine labda ameghafilika tu kidogo, lakini nina uhakika kwamba hana uwezo huo. Sasa amekwenda kwenye mada ya ukhalifa, na mimi nilimwambia anza na hii. Anauliza kuhusu ukhalifa. Mahali sunna nyinyi mwasema makhalifa ni wanne, sasa imekuwaje tena mwasema kwamba Al-Hasan alijiuzulu akampa ukhalifa Muawiya? Huyu Muawiya kapewa ukhalifa na nani? Kwenye kitabu gani? Nani kasema hayo? Ndivyo hivyo au nimemzulia? Ndio hivyo namweka sawa kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa hawasemi kwamba makhalifa ni wanne, hawasemi hivi mpaka utusakamizie hapo kwamba hapa la itakuwa. Hatusemi hivyo. Sisi tuna istilahi ambayo tunaichukua kutoka kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Istilahi hii ya kusema al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyun, tusema kwamba ni hawa wanne kwa mfululizo, yani wale makhalifa waliokuwa katika minhajul nubuwa ni makhalifa wanne. Na kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika Jami' Tirmidhi na vitabu vingine, khilafatun nubuwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika minhaji ya utume baada yangu ni miaka 30. Kisha ukhalifa utakwenda kwa njia ya ufalme, kurithishiana mtawala, lakini ni kwa njia ya ufalme. Wafalme wako watakaokuja wema na wako watakaokuja waovu, na katika kipindi cha watawala wote basi Uislamu utapata nguvu kipindi cha makhalifa 12. La yazalu lislamu azizan ma waliya fikum 12 amira, hautaacha Uislamu kuwa ni wenye nguvu muda wa kutawalia kwenu nyinyi maamiri 12. Kwa hiyo pamoja na wengi watakaotawala na wakawa wanawaongoza Waislamu, wakaitwa makhalifa, wakaitwa maamiri, wakaitwa wafalme, lakini kipindi cha maimamu na watawala na makhalifa 12 haijazungumziwa lazima wafuatane. Kipindi hicho Waislamu watapata nguvu. Kwa hiyo ni hadithi ameitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wameitaja maimamu wengine katika sunan juu ya jambo hili. Kwa hiyo usitusakamizie ukatugandamiza ukataka kutula kama vile mtu kwenye kona hivi. Sasa hii msema wanne, huyu Muawiya akapewa na nani? Swala jingine, Muawiya amepewa ukhalifa na Hasan, na kitabu chenu kitasema Al-Hasan ni imamu wa pili wa Mashia, ndiye aliyemwacha ukhalifa nani? Muawiya. Al-Ihtijaj yasema sasa yeye angemuuliza Hasan, kwa nini umempa ukhalifa Muawiya? Yeye asema wallahi inni la ara anna Muawiyata khairun li min haula'i alladhina yaz'umuna annahum li shi'a aradu qatli wa nahabu thaqli. Ni Hasan anasema neno haya na kitabu cha Kishia kimehakikiwa na Jaafar Subhani. Hiki hapa kitabu Al-Ihtijaj cha Tabarsi. Mimi nimemaliza, labda nikuulize au sikuulize? Nikuulize ndio maiki, lakini masala kielimu tu, yani kawaida tu, si usisikie vibaya. Nitakuwa ni kama namfanyie istizaa au vipi, mtachukuliaje? Kawaida sio? Wallahi mimi sikusudii kumfanyia istizaa wala chochote. Msikitini kwenu ninyi mnapoadhini mwasema wa ashhadu anna aliyan waliyullah, ile shahada ya tatu baada ya shahada anna Muhammadar rasul, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, mwasema kwamba wa ashhadu anna aliyan amiral mu'minin waliyullah. Ile mmetoa wapi nyinyi? Labda imamu gani? Ngoja kwanza, Ali bin Abi Talib au al-Hasan au al-Husaini au Ali bin al-Husaini Zain al-Abidin au Muhammad al-Baqiri au Jaafar al-Sadiq au Musa al-Kadhim au Ali bin Musa al-Ridha
au Muhammad bin Ali au Ali bin Muhammad au al-Hasan au al-Mahdi, ni nani katika maimamu wenu aliyowafundisha? Mimi na vitabu vyenu hapa vile al-kutub al-arba'a nyingine vyote, ni mahali gani amefundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah? Au nyinyi mmeitoa wapi? Kama kitabu kio ama kujaribu kwa masala ya kutumia elimu, mimi tabibu kwa sababu ni masala ya elimu na nilikuwa naitaka kwa usahihi, lakini ilikuwa nimeona kama nilikosa kwa sababu nisije kusema, lakini ni kujibu kwa uadilifu, yani bila ya kupinga au kuelemea, kwamba tunasema kwamba inna ta'addud ash-shahadat bita'addud al-mashhud. maana yake nini? Kuendelea kwa shahada ni mwenendo wa shahada, yani shahada inategemea kile kitu kinachoshuhudiwa. Hata leo wakiwa mtu hapa anaimba, tuweza kusema ashhadu anna hadha sawa, hii ni shahada, ni kushuhudia ile jambo, hiyo baada yake ukisema ashhadu na vile ashhadu an la ilaha illa Allah, hapo umeshuhudia kwamba nashuhudia hakuna Mungu atakayesaidwa kwa haki isipokuwa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, akayakuwa msema kwamba ninashuhudia kwamba hakuna au Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Sahihi katika swali lako kwamba nimepata wapi, hilo swali la msingi ni kutoka kwa imamu ndio unakusudia. Kwa maana kwamba sisi tuna kanuni katika usuli wetu, wanasema kwamba inna likulli waqi'atan hukm, kwamba hakika kila tukio linalokuwepo ulimwenguni lina hukumu. Tukio lote ina maana, kwa sababu Uislamu ni dini yenye kuendelea na sheria ya Uislamu ni sheria ambayo inaendelea, inaendana na zile zama kila zinazoenda. Ina maana kwa kila zama lazima kwa mambo yanayotokana na masuala haya kitabu cha nani cha al-murajaat masuala haya yanatokea kipindi cha masahaba, lakini matukio haya yatakuja wakati ujao. Haya matukio tunataka kuyatambua kwamba hukumu yake ni nini. Tuchukue mfano nyingi sana, kwamba mfano utatokea teknolojia inaendelea, kwamba swali lilikuwa kwamba jamaa kidogo sisi tunaekana sawa huku mbele, tunamwambia hivi, yani ajibu kile kipengele tu kidogo tu, imamu gani katika maimamu 12 aliyofundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah, yani kwenye kitabu gani? Kwa sababu hapa kwenye kitabu nilichokuwa nacho, kitabu ni katika vitabu vyenu, man la yahdhuruhu al-faqih, kama mwenye the right path au al-murajaat al-Musawi anavyosema, hivi ni vitabu vinne ambavyo kusihi kwake na aliyomo ndani yake hakuna shaka juu ya kuthibiti kwake, ameyasema katika al-murajaat. Sasa kitabu hiki kitabu kuna maelezo hapa ndani kwamba hii kusema wa ashhadu anna aliyan waliyullah ni uzushi uliowekwa na maghulati wafuasi wa Ibn Saba na al-Mufawwidha la'anahumullah. Haya ameyazungumza hapa kwenye man la yahdhuruhu al-faqih. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua, je, ni jambo limewekwa na maimamu au limewekwa na hao maghulati? Kitabu chenu chasema na maghulati na nyinyi mwafanya. Sasa imamu gani, labda kitabu gani, hebu nitajie katika hivi vitabu vilivyokuwa navyo al-kutub al-arba'a au vingine, mahali gani, labda imamu gani, nikakutajia maimamu 12, ni nani aliyeliweka? Wewe naambia tu hili amelifundisha Muhammad al-Baqiri kwenye kitabu fulani, basi mambo sahali yameisha. Alafu ulizo swali lako tuende zetu mbele. Kwa nini unailazimisha hiyo? Kwa sababu msingi wa kutokea hiyo ni mwanzo yaani mpaka ikawaje. Hapana mimi ndani ni bora niache hapa, kwa sababu hili ni swali kwa hii lazima uanzie sababu. Mimi nasema unanielezea na mimi kwanza nirudi katika msingi na asili. Sasa afwan, mimi sipingani na wewe. Kwa mfano mathamini na kuuliza swali, nani amesema, utakuja pale sema jambo hili amelizungumza al-Imam Ali bin Abi Talib mahali fulani, lakini sasa asili yake 1 2 3. Mimi sitakataa hapa, yani ukinipa marejeo tu kwamba aliyesema maneno hayo ni fulani
kwenye kitabu fulani, vitabu vinne mimi niko navyo hapa na vingine isipokuwa hivyo vinne, na vingine tutaviteremsha kwenye gari kule. Wewe tuambie ni Biharu au Mir'atul Uquli au Wasailu Shia au hizi Kutubul Arba, mahali gani? Maana vitabu vyenu niko navyo mimi hapa. Sasa hebu niambie, nielekeze ni wapi. Na mimi katika muhadhara mmoja nilifanya duga kule, nikawaambia mashia atakaye kuja na riwaya japokuwa kipande kutoka kwa imamu, wallahi leteni panga mnikate kidole changu cha halali yake kikateni. Hana huyo, wallahi wa billahi hana huyo. Na kama anayo ataje, atanipa historia, nenda karudi, fulani alikuja akala ugali, hana. Lakini riwaya hiyo msifanye hivyo, italeta shida hizo. Mimi nataka kujua tu ni nani katika maimamu 12 kawafundisha nyinyi mnapoadhini mseme wa ashhadu anna aliyan waliyullah au anna aliyan wa amira almu'minin waliyullah, mwatie kwenye adhana. Ni imamu gani? Kwa sababu huyu shekhe wenu hapa as-Saduq wasema jambo hili limeletwa na maghulati. Mwenye kitabu Mekesha ya Peshawari anasema ni wanafunzi wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba. Sasa kwani nyinyi ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba au wafuasi wa maimamu? Sasa kama ni maimamu, ni imamu gani kalifundisha hili ili mjitoe katika tuhuma hii kuwa nyinyi mwamfuata Myahudi? Sasa hebu niambie, hebu kidole changu kiwe halali yako, hebu sema. Lakini kutumia sauti kubwa ya juu sio kwamba ni kuonyesha dalili ya ushindi au kushika imamu. Ni kweli kabisa. Nilichokuwa nataka kudhibitisha lazima nieleze. Ndio kinyume kwenye sisi. Ina maana sasa wewe hata kwa swali ulijibu kwanza misingi ilitokea hapa, inaenda kwa swali ukajibu baada ya pale misingi. Lazima ueleze sababu baada ya afwan. Amesijaliza kwa nini? Mfano mtu akuuliza, bwana wewe ulikunywa chai asubuhi? Sema jana mimi nilipolala nilikwenda kadha wa kadha nikarudi. Umekunywa chai asubuhi? Sio swali langu hili. Sasa useme ndio, lakini sikunywa chai kwa sababu mimi nimefunga au kadha. Haya ni mambo mengine yanafuatia baada ya hapo. Sasa ukianza kunipa historia ndefu, mimi nimeuliza ni nani katika maimamu 12 aliyewafundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah, na vitabu vyenu tuko navyo, mtuambie ni mahali gani? Wakati huo nikikuuliza swali hili nakwambia katika kitabu chenu kimoja katika vitabu vyenu vikubwa vile vinne al-Kutubul Arba, wewe wazijua. Mwanachuoni wenu asema hivi, jambo hili aliyeliweka ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Saba, maghulati na mufawidha, tena akasema la'anahumullah. Sasa nyinyi mwalitumia hili lililowekwa na hawa maghulati, pengine labda natumia sauti ya juu sana hili lililowekwa na maghulati nyinyi mwalitumia. Nisikilize, nyinyi lililowekwa na maghulati nyinyi mwalitumia. Sasa je, mna chochote kutoka kwa maimamu? Ukinitajia kutoka kwa maimamu, si kwamba nitafurahia tu na kupana kidole changu ukikata. Na hizi simu zangu hizi pia zako. Shika, akijibu hapo mpeni. Mimi sitaki tena. Na wallahi wa billahi hana uwezo kujibu. Kama aweza mpeni. Ni imamu gani katika maimamu 12 wa ahli albayt aliwafundisha jambo hili? Hilo ni swali langu basi. Sitaki kujua ilianza lini, mwaka gani, alafu ikawaje na nini. Shekhe mpe hizi simu, kaa nazo, mpe akijibu zake, alafu leteni kisu mnikate. Ni kweli. Kwa sababu amenipa nafasi hivi, najua kwamba maulama wafuasi wa madhhabu ya Ahlul-Bayt wamejihusisha, lakini wamesema hivi kwamba si katika kipengele cha asili ya dhana, na yeyote atakayeitikadi ya kwamba kipengele cha ashhadu anna aliya waliyullah, ulama wamesema wa Shia kwamba atakayeitakidi kwamba ni sehemu katika adhana, kwamba ni mtu katika Mungu wa adhana, hiyo adhana yake ni batili. Lakini kama atakuwa kuitaja kwamba ni neno kwa kuonyesha ule upepo alimu na amefanya, hakuna tatizo lolote. Tutulie kidogo, tusikilizane jamani. Hapa tuko msikitini, pamoja na kwamba kuna vituko vingi, lakini tujizuie kwenye kucheka sana. Hili ni moja, ni katika moja ya maswali yasiyojibika kwa Mashia Ithna Asharia. Nilifanya muhadhara maswali yasiyojibika kwa Shia Ithna Asharia, moja ni hili, hawezi kulijibu. Hawa wanamsakama sana Umar bin al-Khattab
Omar kaweka hili, mpaka kumeandikwa kitabu chaitwa Al-Ijtihad wan Nas. Omar kaweka hili, Omar kafanya hivi, angalia Omar alipofanya. Omar ibn al-Khattab, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasakama masunni kwa sababu Omar kafanya jambo fulani. Kumbe wao wanapoona matongo ya ahli sunna, kumbe wao wanajiboriti kwenye macho yao, yamesakama pale, hawawezi kuyatoa. Adhana ni kitu kikubwa sana katika Uislamu, ndio shiar, ndio nembo ya Uislamu tangu kurudi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno yake yamehifadhiwa kwa idadi maalum. Jamaa hawa wakaongeza shahada, sio kama maneno mengine, shahada. Manake hawa wanasema hii as-salatu khairu minan nawmi, hii ikaika Umar tu hii katika swala al-fajr, as-salatu khairu minan, na imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wamsaka kama Umar. Kumbe wao badala sio salatu khairu minan nawmi katika swala al-fajr tu, wao wameongeza shahada. Na ushahidi ni kitabu hiki pia, anasema Mashia wameongeza nguzo nyingine katika zile 5, nayo ni shahada. Mashia wameongeza wao kina nani? Huyu mwenye asili Shia kwa usulu hada tarjama yake Kiswahili amesema hivyo kwa Mashia nyinyi mmeongeza. Sasa kitabu asili Shia kwa usulu hiki hapa, huyu bwana athibitisha kwamba Mashia wameongeza katika zile nguzo 5, wakaongeza. Kwa nini wameongeza? Kwa sababu hawa wanavyoamini, wanaamini kwamba miongoni mwa nguzo za Uislamu ni kuamini wilaya ya Ali, na kama mtu hakuamini wilaya ya Ali, huyo ni kafiri. Na sisi nguzo zetu ni 5: shahada 2, kusimamisha swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhani na kuhiji Maka. Sasa wao wana nguzo ya 5 ya wilaya. Nguzo ya 6 hiyo iliongezwa. Sasa wilaya shahada yake iko wapi? Ndio wakaipachika hii shahada. Sasa mwenzao mwingine ambaye ni huyu Ibn Babawayhi al-Qummi anaitwa As-Saduq, asema hili jambo halikubaliki. Hili jambo walioliweka ni wanafunzi wa Myahudi Abdullah ibn Saba, Allah awalani watu hao ndio waliongeza wa ashhadu anna Ali amira al-mu'minina waliyullah. Yeye asema hivyo. Sasa mimi ndo namuuliza, ikiwa hawa maimamu hawakuweka hii, na nyinyi msema wafuata maimamu wa Ahlul Bait, wao hawakufundisha wala hawajui, mwafuata yaliyowekwa na wanafunzi wa Ibn Saba, sasa mtakuwa mafuata maimamu au wanafunzi wa Ibn Saba? Sasa hapa katuzuga atambia wanawazuoni wa Kishia, si wanawazuoni wa Kishia, ni maghulati alghulatu, wanafunzi wa Ibn Saba ndio hao walioweka. Sio, tumefahamu? Ndio pale tukasema hawa jamaa hawa wanafuata fikra za Ibn Saba za kuwatukana maswahaba, Ali mwenyewe awasifu, fulani awasifu, na wengine wanawasifu. Hawa mbona wanawatukana? Hizi ni nyendo za Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kwa hiyo maneno yamejalala kusema atakayesema Ibn Saba yuko aje hapa tumfundishe kutoka alifu, yani ni maneno porojo tu. Katika maswali ambayo mimi na wauliza wao hawawezi kuyajibu ni kuhusu Ibn Saba. Kama abisha aje hapa nimuulize, hapa yana nafasi tena nimuulize swali kama atajibu. Lakini sasa wakati ushakwenda, tutakusamehe mwalimu wa Shia Pangani. Najua jambo hili na umefanya vizuri kuwaambia watu kwamba wanawazuoni ndio wameweka. Umewafarisha sana watu. Kumbe si maimamu. Basi subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta. Afwan. Kuna maswali mengine? La. Nene kama kujezia amesema kwamba hata kama mwizi unaweza kushuhudia. Sasa sio kwenye adhana kama utaweka ashhadu anna fulana saraka mataa, labda mfano kama hivyo. Sasa hata kama mwizi unakuwa unashuhudia, kwa hiyo ile ni nembo, unaweza kuchagua siku kama fulani aliyekuwa samaki kushuhudia fulani, sio sura kama hiyo. Alhasil ni kwamba ile ni namna ya kutaka kujivua katika jambo hili, lakini shahada ya 3 haikufundishwa na yoyote katika maimamu wao 12 ambao wao wanadai wanawafuata, hawana. Hili limefahamika jamaa. Sasa kama hili limefahamika, sijui kama na jambo jingine jipya wakati haya. Mimi nasaha zangu, hebu haya tunayoambiwa tuyafuatilieni kwa kina, na sisi maimamu tuyafikisheni. Nasemaje bwana?
Hebu mtihani. Tulieni kidogo jamani. Tunajua mna haraka. Hakuna kitu cha msingi. Mtu anaulizwa kwa fursa, hakuna kitu cha msingi. Kisha sana kuna cha msingi kujibu. Kwa wakati hapo masuala ya ushabiki. Sababu watu wanakuja kwa adhabu. Kwa hiyo mimi kama mratibu nasema bwana basi na shehe anamuuliza swali hili sana. Kwa mtakuwa na fursa. Tutakuwa mnafahamu. Anawekwa na Hasan Muawiya, amewekwa na Hasan imamu wa pili. Anauliza uongozi wake kutokana. Lakini adhana hapo alikuwa na maimamu wale. Swali sio umepata huo mwenyezi kwa maana alikuwa na uongozi. Na adhana mwekundu imeweka. Alikuwa na imamu tano. Alikuwa ukhalifa wake na Hasan akamkabidhi. Ana mashaka ya ukhalifa wa Muawiya au utawala wake. Alikuwa na Hasan akamkabidhi. Wao adhana hawakuwa na imamu yoyote hata kwa hadithi ya uongo ya shahada na wanaitumia. Kwa maana alikuwa analipwa baada ya sasa mtu ambaye anaonyesha maswali ya kisomo na kuulizwa mtu kisomo kwa namna ya ule wakati unakwenda kutangaza ratiba vizuri na muda unakwenda na sheria baada ya kuelewa kuonyesha kuna mambo kuzingatia kwa sababu tayari mtu Abu Khawla, labda kabla sijaondoka hapa mimi nitoe shukrani zangu kwenu kwa kutoa ushirikiano, tukaja tukasikilizana, tukabadilishana mawazo, na pia Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri, awahifadhi, atuongoze sisi na wao, ndugu zetu na viongozi wetu, viongozi wa wilaya, viongozi wa msikiti huu, kwa kuitoa fursa hii ikawa kuzungumza mambo ya kielimu kama haya. Kwa hakika jambo hili ni katika mambo ambayo yanatakiwa kukithirishwa, na kariri tena kauli yangu ambayo kukithirishwe ili watu wafahamishwe, si kwenye kadhia hii na kadhia nyinginezo. Na kwa kuwa ni viongozi, basi mambo haya wayaangalie kwa maslahi ya umma, na Allah atawazidishia wao izza, atawapa wao ulinzi wake, atawahifadhi kwa sababu ya kusimamia yale mambo ya dini yanatakiwa kusimamiwa, yakiwemo haya mambo ya kielimu. Kwa kweli mimi nimefarijika kwa sababu wale walioalikwa kwa asilimia kubwa, nimeambiwa imezidi asilimia, yani imepita ile idadi iliyotarajiwa katika kuhudhuria. Walillahi alhamdu, wali jambo la kufurahisha. Jambo la msingi tumtatusamehe katika yale ambayo tumeyazungumza kwa ukali, tumeyazungumza kwa lugha ambayo pengine haikufurahisha sana kwa sababu ya ubinadamu ambao tuko nao. Kwa hiyo mtatusamehe katika hayo, na yale tuliyozungumza katika mazuri ambayo mwaona kwamba ni hujja na ni mambo ya msingi ya kuzingatiwa, kwa ihsani zenu na nafasi yenu mliokuwa nayo, yachukueni haya, yafikisheni kwenye jamii kwa uzuri kabisa, na mfahamu kwamba kila watu wana maneno yao na kila watu wana stahiki zao, uelewa wao. Kwa hiyo yafikisheni maneno kwa kadiri ya uelewa wa watu. Mimi nilikuwa yangu ni hayo. Allah walipikie na khairi, atuhifadhi sote. Wale tuliotoka nje ya hapa, basi aturudishe Allah katika miji yetu kwa salama, na wale tuliotoka hapa Pangani, basi turudi majumbani mwetu salama, na Allah tabaraka wa taala atulipe kwa nia zetu njema. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.